Bwana, tuangazie mengine sasa yanayoendelea duniani huko. Zipo ziara nyingi zinazofanyika. Nimeona ziara ya Volodymyr Zelensky nchini Uingereza. Anakuwa kiongozi wa kwanza kukutana na waziri mkuu kabisa kwenye hawa mataikuni duniani wakubwa. Zelensky anakutana naye wakati ambapo unakumbuka ile siku ambayo waziri mkuu mpya wa Uingereza anaapishwa, aliweka wazi kabisa kwamba miongoni mwa kitu ambacho atakiendeleza kutoka kwa Keir Starmer ni uhusiano wa Uingereza na Ukraine na kwenye kusaidiana. Na kweli Zelensky anakuwa wa kwanza kukutana naye na wanafanya mazungumzo. Na hiyo ni ziara ambayo sasa kuonyesha msimamo wa Uingereza. Unafahamu vile vile kwamba nchi ya Uingereza imepata waziri mkuu mpya baada ya Sir Keir Starmer kuonekana wazi kabisa kwamba ameshindwa kuongoza serikali na ameshindwa kumudu changamoto za kiserikali. Kwa chama chake cha Labour kiliweza kumtafuta kiongozi mwingine ambaye ni Andy Burnham, ambaye huyu unafahamu alikuwa ni meya wa jiji la Manchester, na kuna nchi ya Uingereza ni maarufu sana kwa jina la King of North. Wanamuita hivyo pale mwingi. Kwa hiyo ameshinda kwenye uchaguzi mdogo na kimsingi amechaguliwa kuwa kiongozi mpya wa Labour na ameweza kuapishwa kama waziri mkuu. Sasa Zelensky ziara yake hii kwanza ina maana kubwa mbili. Moja ni kuendelea kutafuta msimamo wa kimataifa, kwa sababu kumbuka ni serikali nyingine yenye chama kile kinaongozwa na watu wengine. Kwa misimamo ya vita, misimamo ya mambo ya nje kwake ni muhimu. Lakini ukitazama waziri mkuu amezungumza wazi kwamba yeye ataendeleza harakati za kuweza kuisaidia nchi ya Ukraine kwa kile kinachoitwa kwamba kuendeleza kulinda usalama wa nchi za Ulaya na usalama wa kimataifa. Na mpango uliopo ni karibia nchi zote za Ulaya kujaribu kuongeza takriban 2% ya bajeti zao za ulinzi ili mwisho wa siku kuondokana na utegemezi kabisa wa nchi ya Marekani. Kumbuka vipaumbele vya Marekani katika umoja wa NATO vimekuwa havieleweki. Kwa hiyo viongozi wengi wa NATO na viongozi wa Ulaya sasa wameamua kuhakikisha kwamba sasa wanaongeza bajeti zao. Na Andy Burnham mkimtazama kuna sera yake ya mambo ya nje kwa kweli kuna mabadiliko makubwa sana. Moja, Sir Keir Starmer kumbuka alisema hayupo tayari kutumia visio vya Uingereza kuishambulia nchi ya Iran. Lakini huyu waziri mkuu mpya Andy Burnham amesema wazi kabisa kwamba yeye ataruhusu visio vya Uingereza kutumika dhidi ya mashambulizi katika nchi ya Iran. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni msimamo wake kuhusu azma la Gaza. Yeye anasema wazi kabisa kwamba nchi waziri mkuu aliyopita hakushughulikia vizuri swala la Gaza. Kwa hiyo umeona kabisa kwamba sera yake ya mambo ya nje kwa kweli kutoa mabadiliko makubwa sana ayo ya kisera. Lakini mtei ni muhimu. Kipindi Zelensky anaenda Uingereza, Zelensky nchi yake imeshambulia meli ya Iran. Kuna eneo ambalo linaitwa Caspian Sea. Sasa Caspian Sea hili ni ziwa kubwa sana katika maeneo hayo ambayo inaunganisha Ulaya Mashariki pamoja na nchi ya Urusi. Ni eneo ambalo inaunganisha Urusi, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran pamoja na Azerbaijan utazama. Sasa akaulizwa, bwana umeshambulia meli ya Iran. Jibu ambalo alilosema yeye ni kwamba anasema kwamba Iran wamekuwa wakisaidia Urusi kwenye vita vyake dhidi ya Ukraine. Unafahamu swala zima la hizi shahid na kamikaze ambazo Urusi alipewa kibali, moja kutengeneza kutoka kwa Iran, lakini la pili kununua kutoka kwa Iran, kwa sababu vita vya Ukraine vimebadilika kwa sababu ya drone za shahid pamoja na kamikaze za Iran. Kwa hiyo kabla ya vita ya Israeli, Marekani pamoja na Iran, tangu mwaka 2022 Iran amekuwa akimsaidia Urusi dhidi ya vita vyake katika nchi ya Ukraine. Kwa sasa anasema wao na Iran wamekuwa kwenye vita kipindi kirefu. Sasa wao kushambulia Iran wamesema kwamba watajibu pigo kali sana, kwa sababu kumbuka kuna mlango bahari wa Hormuz, kuna mlango bahari Bab el-Mandeb, kumekuwa kuna vuta ni kuvute miongoni mwa Houthi, Saudi Arabia, miongoni mwa Irani, Marekani na hizo usalama wa kimataifa. Kwa sasa mzozo huu ukiutazama unaendelea kuwaingiza player wengine, yani wadau wengine. Kwa hiyo ulikuwa tu mzozo kati ya Irani pamoja na Marekani dhidi ya Israeli, anaongezeka sasa hivi nchi ya Ukraine, lakini zidi sana upande wa pili kuna Irani pamoja vile vile na Urusi. Lakini vile vile
kuna inatajwa vile vile nchi ya China imekuwa ikitoa logistic katika upande wa Iran kuweza kushambulia miundombinu hiyo ya kiusalama ya upande wa pili ambao ni Israeli pamoja na Marekani. Haya bwana, waziri mkuu wa Israel Benjamin